Shime kwa vilabu. Jamani, waambieni wachezaji wenu, viongozi wa vilabu, wekeni semina kwa wachezaji wenu waanze kucheza michezo ya kiungwana, la sivyo mtaweza kulaumu tu kwamba kila siku kadi mnapewa nyie. Simba kadi zimetoka 2 za Simba, wanaanza kusema tutaanza kuandika barua. Utaandika barua kwenye kadi ipi? Kwenye tatizo lipi? Kwenye kitu gani ambacho utaandika ambacho kimeonekana kwenye VS zaidi ya kupongeza VS? Bwana, kuna msemo ambao unasema mnyonge mnyongeni, lakini yake mpeni. Kiukweli inatakiwa tufikie hatua ya kupongeza uongozi wa soka hapa Tanzania kwa maana ya TFF. Kuna wakati tumekuwa tukiwakosoa na kuonyesha madhaifu na mapungufu ambayo yapo kwa namna moja ama nyingine, lakini mara nyingi tunafanyaga hivyo ni kwa sababu ya nia nzuri tu, kukosoa na kuonyesha kwamba kingefanyika hiki kikawa hiki, lakini uzuri wake sometime wanaelewa kwamba tunakuwa na nia nzuri, na ndio maana mambo mengine yanakuwa yanaenda sawa sawa. Pamoja na changamoto nyingi ambazo tunatoka zungumza, lakini lazima tupongeze uongozi wa TFF kwa maamuzi ya kwanza na VS kwa maana ya football video support. Maamuzi ya kuitumia VS kwenye ligi yetu ni maamuzi ambayo yamefika kwenye wakati sahihi kabisa. Tumetengeneza historia ya kuwa kwa Afrika kuwa ligi ya kwanza kutumia VS. Hiyo historia haitafutika, manake tumekuwa watu wa kwanza, na huo ndo ushapu ambao wa kumpongeza kwanza Wallace Karia ambaye aliamua kwa dhati kabisa, pamoja na changamoto tulizokuwa nazo, lazima tutumie VS kwa namna yoyote ile, iwe tunatumia VS au tunatumia njia nyingine katika mapungufu hayo, lakini mimi napongeza jitihada ambazo zimefanyika mpaka kutambulisha VS. Najua kutakuwa na changamoto ambazo tukizungumza hapa huenda zikakatisha tamaa au zikaibua maneno mengi sana ambayo hayastahili, zile ambazo tunazisikia, lakini tukiangalia yale ambayo yapo kwenye pitch, mimi binafsi nasimama upande wa TFF na kupongeza jitihada na yale yote ambayo wanayafanya kwenye ubora wa ligi hii. Kwa nini napongeza? Ligi imeanza kwa kuwa na VS, kwa maana football video support. Maana yake ni kwamba kuna baadhi ya matukio ambayo tulikuwa nalalamikia, na kila siku tulikuwa tunatengeneza taharuki kila siku kuhusiana na waamuzi, kuhusiana na hiki itakiwa kiwe hiki, lakini sasa hivi yale majibu ya VS yamekuwa yanaturahisishia sana kwenye maamuzi ya kila tukio. Tulianza na matukio ambayo yalitokea kwenye penalty, michezo ya mwanzoni kabisa, hasa kwa Azam na Police Tanzania, wote walinufaika na penalty za VS. Manake kama kusingekuwepo na VS, penalty zingepatikana. Haki ya Azam, haki ya Police, huenda mmoja kati yao wasingepata haki yake, na huenda hata wote wasingepata haki zao. Umeelewa? Lakini VS kaenda kusawazisha na kuweka mambo sawa sawa. Tunakumbuka matukio, baadhi ya matukio ya kukumbuka ni tukio la wakati Simba akicheza na Kagera Sugar, tukio ambalo Duchu aliinua mguu moja kwa moja ambao ulienda kwenye sura ya mchezaji wa Kagera Sugar, kitu ambacho huenda kama kusingekuwa na VS, kwa sababu waamuzi tayari, yote hao tunazungumza ni matukio ambao waamuzi hawakuona kama alikuwa na madhara, umeelewa? Hawakuona kama kulikuwa na shida, lakini VS mara baada ya kwenda kuangaliwa na VS kaonekana kulikuwa na shida ambayo waamuzi walitakiwa wachukue maamuzi yaliyo sahihi, kwa maana bila VS malalamiko yangeendelea kuwa makubwa. Tumeona matukio kadha wa kadha ambayo yamesababishwa na VS kuwa matukio ambayo hayajaleta taharuki. Mfano, goli ambalo lilifungwa na Peter Shalulile ni goli ambalo lilienda kukataliwa. Pongezi kwa mwamuzi msaidizi wa pembeni ambaye aliona ile tukio akasimama akasema hii ni offside, na kweli VS wakatoka na kuangalia kwenye VS akasema kweli ilikuwa ni offside. Ni moja kati ya waamuzi ambao walitenda haki sawa sawa na kusababisha kuonekana kwamba bado waamuzi baadhi wako active sana, lakini bado yakaendelea matukio ya VS, msaada wa VS. Ukiangalia
tukio ambalo alifanya tena mchezaji wa Simba Sports Club, mchezo dhidi ya Pamba. Utakuwa unakumbuka Ibrahim Jabal alimkanyaga, alimpiga kiwiko mchezaji wa Pamba. Kile kiwiko kama kingempata kwenye sura, inawezekana tungekuwa tunazungumza mambo mengine. Hayo ndio ambayo yalikuwa yanafanyika kwenye timu, kwenye ligi ambazo zimepita bila VS. Kama kingempata kile kiwiko, ilikuwa ni shida kubwa sana. Lakini tunakumbuka pia matukio mengine ambayo yametokea. Mfano, tumeliona tukio ambalo Geoffrey Manyasi kalifanya la kitoto kabisa, tukio ambalo hivi unajiuliza kwamba hivi hawa wachezaji wanajua kwamba kuna VS au hawajui kama kuna VS kwenye ligi, kwa sababu tukio ambalo amelifanya Geoffrey Manyasi ni tukio ambalo lilikuwa moja kwa moja anajua anaenda kupata kadi nyekundu. Ameenda kuigharimu timu yake kupata kadi nyekundu na kupunguza idadi ya wachezaji uwanjani. Huenda kitu ambacho tunakizungumza sasa hivi, huenda Coastal Union angekuepo, idadi ya wachezaji ingeongeza thamani ya mashambulizi, na pengine nao wangepata na magoli mawili, au wangekuta Yanga wasingepata magoli ambayo amepata hayo ambayo ameyapata, si ndio? Kwa hiyo kumpongeza Wallace Karia ni ile jitihada ambazo zilizifanya. Huenda vifaa havitoshelezi kila eneo kuwepo VS, huenda havitoshelezi kila maeneo VS kuwepo, lakini kwa jitihada zile za kuintroduce tu kwamba kuna VS ni jambo la kupongeza. Hata kama kuna sehemu haitatumika VS, zitatumika rekodi za kutoka kwenye Azam TV, marudio au marejeo, lakini madam tumeintroduce kama kuna teknoloji ambayo itatusaidia kuona zaidi, basi ni jambo ambalo naamini lilikuwa na maamuzi sahihi. Hivyo vitu vingine naamini vitaenda kuboreshwa taratibu, lakini inasaidia sana kuwalinda wachezaji ambao wengine walikuwa wanafanyiwa vitendo ambavyo pengine kwa sababu kulikuwa kuna VS watu wengine walikuwa hawezi kuona, na hakukuwa na sehemu ya kwenda kulalamikia maadamu mwamuzi kaona sio tukio ambalo wewe unastahili kupewa. Na ndio maana tulikuwa tunazungumzia kuhusiana na kuna rushwa, maana yake upangaji wa matokeo viwanjani na vitu kama. Sasa hivi sio rahisi tena kwanza kupata urahisi wa kuzungumza. Tutaenda kuzungumza kwenye matukio ambayo kweli itakuwa ni crucial sana, kwamba hapa lazima kuna kitu cha zaidi, lakini sio makosa tu ya uamuzi au matukio kuto kutendewa haki kwenye uwanja. Kwa hiyo mimi binafsi napeleka pongezi kwa Wallace Karia kwa hiki ambacho alikiamua. Ni kitu ambacho najua kinahitaji maboresho, kina mapungufu yake, lakini kina ubora mkubwa sana wa kimaamuzi. Kwa nini tusikupe maua yako Wallace Karia kwa hiki ambacho umekifanya? Kwa sababu tayari timu zishaanza kufahamu kwamba kuna VS, kuna baadhi ya wachezaji watapunguza madhara kwa wachezaji wenzao, lakini pia waamuzi watapunguza makosa yale ambayo yuko anafanya. Tulikuwa tunasema makosa ya kibinadamu, muda mwingine tulikuwa tunatumu kwamba kuna upangaji wa matokeo na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kitu ambacho mimi nakishangaa zaidi ni kwa baadhi ya wachezaji ambao wanajua kuna VS, wanajua matukio yao yataonekana na bado wanafanya mambo ya kitoto. Mimi nadhani kuna haja pia, kama wachezaji wataendelea kufanya utoto ambao wanaofanya, kama ambavyo wameufanya Mwanyasi, kama ambavyo aliufanya Jabal, kama ambavyo aliufanya Methu Tegesi ambao hakuonekana. Na mimi naamini kamati ya nidhamu, kamati ya bodi ya ligi ambayo inaangalia ya masaa 72 wataenda kulivuta lile tukio ambalo alifanya Methu Tegesi, tukio ambalo alilifanya hata kama alikufanya madhara makubwa, lakini kusudio tu la kurusha kipeps lazima likachukuliwe hatua. Na watu wengine ambao pengine matukio yao yanaweza kama jificha via kwa mazingira yale, pia kuna kila sababu ya kuchukua hatua. Kwa mimi binafsi napeleka pongezi kwa Wallace Karia, napeleka pongezi kwa TFF, napeleka pongezi kwa wale ambao waliamua kwamba tuanze hapa. Maana ya chochote kile ni kuanza na kuanza kukirekebisha ukiwa unaendelea kukifanya. Kikweli kabisa mimi nafurahishwa na kile kinachoendelea sasa hivi, kwa maana matukio yote ambayo tulikuwa tukiyalalamikia sasa yamepata majibu halisi sasa hivi kwa kuwepo kwa VS.
Kongole sana. Mimi naitwa Lugano Israel, mzee wa black and white, na hii ndio black na white ambayo nimepeleka pale TFF, na bila shaka wameiona black and white inaenda kwao, na hata kama hawajaiona wataiona hata kesho. Hata wewe pia unaweza kuwatumia waione hii kwamba inawahusu sana TFF na bodi ya ligi. Shime kwa vilabu. Jamani, waambieni wachezaji wenu, viongozi wa vilabu, wekeni semina kwa wachezaji wenu waanze kucheza michezo ya kiungwana, la sivyo mtaweza kulaumu tu kwamba kila siku kadi mnapewa nyie. Simba kadi zimetoka 2 za Simba, wanaanza kusema tutaanza kuandika barua. Utaandika barua kwenye kadi ipi? Kwenye tatizo lipi? Kwenye kitu gani ambacho utaandika ambacho kimeonekana kwenye VS zaidi ya kupongeza VS? Mzee wa black and white nasema ongera sana kwa wale ambao mlisupport VS iwepo, hasa kwa yule ambaye alipush mpaka iwepo, kwa maana ya Wallace Karia, rais wa mpira. Ongera sana.